Kwa nini uko unazungumza hapa yaani nakuita hapa unisikia au ndo dharau hizo? Yaani kukaa kwenye kile kijumba basi ushaanza kutia madharau, unajichukulia umefika, mnakula vizuri, mnajiona yani uhakika au sio na kile kijamaa. Sikia nikwambie hizo dharau ziishe. Kwa kumbe ulikuwa unisikia au sio? Sinaongea na wewe. Naongea na wewe. Una shida gani? Nauliza na shida gani mimi? Kwa mimi kuzungumza na wewe kuna shida gani? Unataka nini? Hebu sikia, njoo tuzungumze huku. Wewe, unaweka hizo foni za nini? Hebu toa foni zako. Inatosha. Inatosha nini? Inatosha mama. Inatosha. Inatosha boka, inatosha. Hivi kwani moyo wangu ndo kikwazo au upendo wangu ndio chanzo? Roho yangu haiishi mizozo, kweli ni pazo dunia, kweli ni pazo mapenzi, kweli ni pazo hisia, kumbe maisha ni pazo. Jitu mwitu limefika hilo baba. Mpaka umepoa tena, kulikoni? Na kuona umepoa baba, sio kawaida yako. Niambie, vipi tena huko? Mbona kama leo uko tofauti? Mimi nilikwambia wale watoto wa kishua usiende kwa papara, maana unaweza ukaenda kwao wakakukamata wakakupoteza. Sasa umeenda umekurupuka kwa mtoto wa kishua. Wewe huyo. Unajua washua waga wapendi watu wenye hali kama nyie. Kwa hiyo wewe unaacha kilopolopo na kielehele. Na ndio maana wameamua kukupoteza. Tena ikiwezekana, sije ukuta wamekupaka mafuta. Usitake kuniambia. Ayongs. Sio kila wakati ni wa masiara. Kuna wakati mwingine unatakiwa uwe serious. Basi nimeacha masiara. Nimeacha. Basi niambie nini kimekukuta? Unajua kuna wakati najilaumu sana kwa makosa ninakuwa nafanya mwenyewe. Na najilaumu zaidi kwa nini nilienda kule. Lati kama ningekuwa najua wala nisingethubutu kwenda kabisa. Mungu wangu nini tena jamani kaka? Hivi unafahamu kama Pejo yupo kwenye hali ngumu sana? Yala. Yaani Pejo yupo kwenye hali ngumu. Pejo sijui uchizi, sijui kichaa, sijui ndawazimu vimemwandama. Hayupo kwenye situation ambayo inaridhisha kabisa. Mama yangu. Mungu wangu. Kawaje? Hivi unajua kwamba mimi nilichotegemea kwamba nikifika pale labda ataponiona, atapata hata kumbukumbu, atarudisha moyo wake nyuma, atanifuata. Lakini sivyo. Ndo kwanza nafika pale ndo ananikarikia, anataka kunikaba katikaba hivi. Kama zombie. Mungu wangu. Kwa hiyo amekuwa chizi, amekuwa mtu wa ajabu ajabu, anaokota makopo jalalani. Yala. Pejo. Ndio maana naona, kama kazombi. Mwanangu, naona mstari hapa kama mmekuka kama kweli. Haujaumia? Kumbe uko sawa tu lakini. Sasa imekuaje? Kwa hiyo amekufukuza? Sasa mimi naachana naye vipi? Na unajua wazi kabisa kwamba yule mimi bado mke wangu. Najua. Bado sijampa talaka, sijamtaliki. Sasa nakwaje na nguvu ya kusema eti niachane naye? Kweli. Ni kweli kabisa.
ila nimefikiria kuna mpango nao. Huu ni mpango gani? Naomba labda unielezea hata kidogo. Labda naweza nikapata kitu chochote tukashirikiana. Huu mpango bado sijaufikiria ni ufanyeje. Kwa hiyo tulia, nitakwambia. Sawa. Kwa unanigeuka sasa. Si nimeshakwambia kama nitakwambia. Sasa si uniambie huo mpango wako. Huyu jamaa unajua kuna muda mwingine huwa ananipuzia mimi. Unajua mimi nakushauri vitu vingi bwana. Hebu niambie. Pole sana rafiki yangu. Asante. Sawa, lakini Nashukuru sana, bila wewe sijui ingekuwaje. nilikuwa na wazo, sijui kama utanielewa. Hamna shida, nakusikiliza. Ila nilikuwa najaribu kukuambia kwamba unaonaje tukatengeneza plani ili yule Maoka asiendelee kukusumbua. Namaanisha tunaweza tukamwekea sumu. Sumu? Mbona mko wawili? Halafu wewe Pejo, mbona sielewi nini kinaendelea hapa? Yaani wewe ndio unyamazi kabisa, sitaki hata kukusikia. Pejo, nielewe, sielewi. Sawa. Mami, nenda ndani kapumzike. Tutaongea nikifika huko. Akapumzike? Yaani hujanielewesha chochote na unataka akapumzike? Na unajua fika ni kitu gani kimenikuta baina yangu mimi na yeye? Samahani Tom, nitakuelezea kila kitu. Kila kitu nitakuelezea, ila naomba mwache aende ndani akapumzike na kuomba. Ni sawa, lakini unajua kila kitu ambacho kimetokea baina yangu mimi na yeye Pejo. Naelewa, lakini nakuomba. Muda umeenda sasa hivi. Ana popote ambapo anaweza kwenda. Mwache apumzike. Lakini mimi nitakuelezea kila kitu. Kila kitu. Na utanielewa. Kila nikibabu nakosa jawabu. Pejo, emu nielezee nielewe. Nini kinaendelea hapa? Tom, kwanza nianze na samahani. Samahani sana. Najua ile ninalolifanya au nililolifanya na kukwaza. Ila samahani, nina sababu ya kufanya hivyo. Sababu ni kwamba ule muda niliotoka hapa kwenda kufanya mazoezi, nikiwa barabarani ile hali yangu ile nilirudia tena. Nilikutana na yule mwendawazimu yule. Kwa ikanirudia na yeye ndo amenisaidia. Kwa hiyo unadhani itakuwa sawa kwa upande wako kweli? Nimeona sawa kwa sababu hana pa kwenda.
nikamwambia aje huku, aje na mimi anilete nyumbani, nisingeweza kufika mwenyewe nikiwa kwenye ile hali. Lakini pia nilikuwa naomba kama utojali akae hapa na sisi. Lakini tunatakiwa kuwa makini sana Peja. Sawa, nitafanya hili kwa ajili yako, lakini vinginevyo asingekaa hapa. Najua. Usisahau kwamba hapa saizi mama hayupo. Na wewe unatarajia kuondoka na G kwenda kwenye biashara zenu. Kwa mimi nikiwepo peke yangu hapa mimi sitoweza. Na yeye yule anajua mimi hali yangu. Kwa akiniona nimebadilika, yeye anaweza kunijua mimi kwa wakati, akanipa dawa. Kuliko kukaa na mtu mwingine itakuwa ngumu mimi kunielewa nilivyo. Na kuomba. Basi sawa, sasa tukalale mapema maana kesho si unajua naondoka na sitotaka Gia nisubiri sana. Nashukuru. Hata hilo pia ulilofanya ni kubwa sana kwangu. Asante. Basi. Uwe na maandalizi mema na usiku. Mimi Maoka Pwenya nimeamua kumwacha yule chizi mwehu mwenda wazimu, hana akili. Posa sitaki. Ni posa pesa mahali ile sitaki. Na kuanzia leo mimi na yeye basi tusijuane. Hebu kwa serious basi. Basi. Yaani na mimi ni wewe, ningesema hivi. Mimi Maoka Pwenya nimeamua kumwacha kwa akili zangu timamu yule mwizi. Sio mwizi, hajawahi kukuibia. Yule mwehu, mwenda wazimu, chizi. Hivi Mayong, si wewe una akili wewe? Kwani unafikiri mtu anacho akili? Si ndio yule ulivyoandika? Sasa maneno gani unaongea? Mimi sio kuna tatizo la akili kichwani mwangu. Ninamwacha yule mwehu. Chizi simtaki. Haya, hivyo unavyosema ndio nilivyoandika. Unaweza ukajua usijue kusoma na talaka ukajua. Kwani watu hawaacha. Asa mzee hapa. Talaka ndio hii hapa. Sasa hapa changamoto iko sehemu. Na ipelekaje pale? Wewe umesema una akili. Mimi sijaenda shule. Tumia akili zako sasa. Nimesema sina akili. Tumia akili zako sasa tuone utaipelekaje. Unataka mawazo. Kumbe mimi shule ipo Niambie mama. Chakula kitayari. Naona. Pole. Tom yuko wapi? Tom hayupo, anaondoka, ameenda na G huko anakununua mazao. Na mama pia sijamuona toka jana. Mama aliondoka. Amerudi kijijini tokea ile majanga yalivyotokea. Kwa akaondoka. Na Tom ndo kama hivyo nilivyokuambia ameenda huko kwenye mambo yao ya kununua mazao. Okay. Kwa hiyo hapa ni mimi na wewe tu? Ni mimi na wewe tu. Lakini nitakuwa sio mwingi wa fadhila kama nisipokuambia asante. Nashukuru sana kwa ulivyonisaidia jana, maana bila wewe sijui kama ningetoboa pale barabarani. Usijali besti yangu. Mimi na wewe tushamaliza tofauti zetu. Hivyo tumekuwa kama ndugu sasa. Asante, nashukuru sana. Mama mtu. Aya, tupate chakula basi. Subiri, tunakula lakini subiri kidogo. Nikirudi tunakula. Ndio maana nikakwambia akili wewe huna. Sasa ujinga gani unakuja unazungumza hapo? Kwa hiyo kuwepo kwa hapa si maana yake unishirikishe na mimi nikushirikishe jambo. Tushauriane au?
Mimi sasa hapa nimepata mawazo. Umeona hiyo barua hiyo? Tunaifunga vizuri. Tunaenda kwao pale. Getini pale au dirishani. Tunakatupa kwa ndani. Watakachukua watasoma. Haya, basi wazo jingine. Hiyo barua hiyo sasa hiyo. Tunachukua na kashilingi buku au buku mbili, tunafunga vizuri, alafu tukimwona tu anapita, tunadondosha. Yes, ataokota, anajua ni hela, afu baadaye ndo atakuta na hiyo barua. Wazo langu zuri eti. Unazingua. Kunalo hilo ni wazo baya. Basi sawa. Nakuja na wazo jipya. Umeona? Tumwambie Shem Subira aipeleke. Yaani wewe una shida gani kwanza? Sasa kumshirikisha Subira na ukishamshirikisha Subira jambo kama hili linakuaje sasa? Si ndio tunaenda kuharibu kila kitu? Ni kweli. Lakini wakati unaifikisha ukipata ile wazo na mimi uniambie. Nijue. Karibu. Pejo. Unajua kwenye maisha kila binadamu hukosea. Ila tu tunatofautiana uzito wa aina ya makosa tunayokoseana. Na mimi ni mmoja wa watu ambao wamekukosea sana kwenye maisha yako. Sasa kutokana na kuona haya makosa, nikaona sasa hivi wewe ni kuache uhuru. Nimeona ni bora nikutoe kwenye kifungo ambacho nimekufunga muda mrefu. Na kwa kuzingatia hayo, leo sijaja kishari, sijaja kiugomvi, sijaja kama vile ambavyo mara nyingi huwa nakuja. Na nimekuja tofauti kabisa. Kutokana na kwamba nahitaji kukuweka wewe huru, nikaona nifanye hili jambo, angalau wewe uwe na amani pia, nikutoe kwenye hicho kifungo hicho nacho. Nikaona niandike talaka. Sawa, asante. Nashukuru pia. Nakushukuru wewe, namshukuru na Mwenyezi Mungu pia, maana ndo kitu ambacho nilikuwa nakiwaza sana kuhusu maisha yangu yajayo. Bila hii ingekuwa shida sana. Asante. Sawa. Kama wewe ni furaha yako, basi mimi nashukuru pia, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho pia mimi nilitamani kukiona kwako. Usijali. Mimi niko sawa, yaani mimi nimesahau kila kitu. Usijali, kuwa na amani. Sasa sitakuwa na muda tena kuwepo hapa. Acha nirudi nilikotoka. Maoka, chakula tayari, ungekaribia kula kwanza. Mimi naona kwanza ungekuja mezani tukala chakula kwa pamoja. Karibu. Asante. Hapana, na haraka kidogo kwa kifupi. Hapana. Karibu chakula. Mtoto wa Kiislamu kukaribisha chakula ukikataa ni dhambi. Ila ukienda pale mezani ukapata chakula ni sunna. Karibu sana. Alafu anayekukaribisha ni dada. Usisahau.
nimekaribishwa kule na dada. Sawa, acha nifanye pia kwa kukuridhisha wewe. Karibu. Pejo, mbona hauli? Nakula. Mimi nakuona unakunywa maji tu. Nakula. Kumbuka unatumia dawa. Hebu kula, usije ukaniletea matatizo Tomu akija. Maisha ni fumbo, oh. Kila nikifumba macho na kufumbua, nashindwa kufumbua fumbo, nashindwa kuhimili vishindo. Kesho yangu inanipa mawazo. Hivi kwani moyo wangu ndo kikwazo? Upendo wangu ndio chanzo. Roho yangu haishi mizozo. Kweli ni pazo dunia, kweli ni pazo mapenzi, kweli ni pazo hisia. Kumbe maisha ni pazo.